mimi mume wangu hatoki, tuambie pia umefanya nini cha ziada. Kama huna ulichofanya cha ziada, unajifariji tu. Kwa hiyo kwa upande wa sisi wanawake lazima tutafute kile kitu special ambacho waume zetu watakuwa wakikikumbuka hicho. Ambacho hicho kwa hicho atasema nikimkosa huyu kukipata itanichukua time. Kama unacho na unaweza ukajisifia na ukajinasibu na hicho, ukituambia mimi mume wangu hatoki, tunakubaliana na wewe. Kama hauna, unajifariji tu. Sisi wanaume tunajuana wenyewe. Kuna point moja daktari uliongea alafu nikakukatisha ya kwamba kuna dondoo nafikiri kwa unataka kutupa wanawake za ni vitu gani tufanye ili mwanaume hata kama akiangalia basi asichepuke. Yes. Hizo dondoo naomba unipatie kama 2-3. Mimi nafikiri bahati nzuri sana iliyopo ni kwamba nyie wanawake mmepewa nafasi ya kucheza mpira ambako magolini hakuna golikipa. Yaani mnaposhindwa kufunga, mnashindwa kufunga kwa uzembe wenu tu. Yaani nimesema hapa hivi, mwanamume ni kama vile kitu unachokitafuta kwa ajili ya kufungulia mlango. Yaani hajui, yaani sisi wala hatuna shida hata ya kujua. Kwanza hatujui na wala hatuna shida ya kujua. Kwa hiyo wewe mwanamke, chochote ambacho unacho chema, ukikisimamia hicho, yani hakuna kanuni, kwa sababu mfano mimi unaweza kusema napenda hiki, mwanaume mwingine atavutiwa na kingine, mwingine atavutiwa na kingine, inategemea unakifanya kwa namna gani. Kuna mtu ambaye familia yake wala hawaelewani. Kwa hiyo wewe kusema nawapenda ndugu zake, kwake wala hata kiongezi value yoyote. Sio inaeleweka vizuri. Yeye mwenyewe ndugu zake wala hapendani nao. Rudia tena. Yani kwa kifupi ni hivi, hakuna majibu ya moja kwa moja kwamba eti mwanamke ukifanya hiki na hiki na hiki umewini. Hayo majibu hakuna, kwa sababu hatufanani. Mimi mfano nimelelewa na mama yangu. Nawapenda sana ndugu zangu. Natamani nikae nao nyumba moja. Mimi, huyo ni mimi. Kwa hiyo anayewapenda sana ndugu yangu amenikuna. Sijui naeleweka vizuri. Lakini kuna mwingine ambaye yeye makuzi waliokuwa wala hana mpango na ndugu zake na hataki hata kuwaona. Kwa hiyo wewe kujifanya eti mimi ndo niliambiwa Dr. Mwaka alisema niwapende ndugu zake, unajifanya kuwapenda, unapoteza muda, haimgusi yeye kwa sababu hicho unasema tuwajue waume zetu, tuwatambue mume wake ana tabia gani. Mjue mumeo kwamba huyu anatafuta kisu cha kufungulia kitasa kimekaeje. Bapa kipanapana kimechongoa. Sasa wewe angalia kwenye tabia zako wewe. Unaweza kujishepu kwenye kipi? Kisiwe cha kuact. Kwa sababu cha kuact kitakushinda. Lakini kila mwanamke anacho, narudia tena. Kila mwanamke anacho cha kumshika mwanaume. Tena sio kimoja. Kila mwanamke anacho. Shida ni kwamba je, umekitafuta ndani yako? Cha kumshika mwenzangu ndani yangu ni kipi? Umechukua time kukitafuta? Ukikitafuta ukakijua na ukakifanyia kazi ipasavyo, utamshika tu. Lakini haina maana utamshika asichepuke. Ile kuchepuka ni upumbavu wake. Lakini anaweza akaacha kuchepuka kama sacrifice kwa ajili ya kile unachokifanya, kwa ajili ya kucherish kile ambacho unachokifanya. Wanaume, uwezo wa kuacha kuchepuka tunao. Kwa sababu iko hivi, anapita dada pale na muangalia anavutika, nikimwomba namba ya simu akinipa, nikianza mawasiliano nimebeba. Lakini vice versa is true. Nikimwomba namba ya simu akaninyima, akishapotea pale nishaanza kusahau. That is us. Wanaume ndio tuko hivyo. Kwamba akipita pale nikimtamani, mazingira yakiniruhusu kuendelea, naweza kuendelea. Yasiporuhusu, naweza nikaacha na hata nisimkumbuke kabisa. Kwa hiyo na maana uwezekano wa sisi kuto kucheat upo mkubwa. The issue is yeye wakati anajitahidi ajizuie aweze kutunza ndoa yake, wewe pia upande wako unajitahidi kutengeneza kitu gani cha thamani ambacho atasema nikimuudhi mwanamke akiondoka hiki nitakipata kweli hiki. Hivi nikimuudhi hapa sasa ndio sithamini kile anachokifanya. Kwa hiyo wanawake tuliokaa hapa, the power to make your husband's sacrifice, hiyo power mnayo. Hiyo power mnayo. Kwa hiyo itumieni ipasavyo. Wanawake mnanisikiliza leo, itumieni hiyo power. Lakini sio ya magomvi, sio ya ngumi. Tena hapa naomba nimalizie kitu. Kuna mwanamke anafikiri kwamba eti akipekua simu ya mume wake sana ndo ataacha. Akimgombeza sana usiku ndo ataacha. Dadangu, unapoteza muda. Tena hakuna kitu kibaya kinachomtuma mwanaume akafanye hata alichokuwa hataki kufanya kama ukijifanya wewe ni spy.
Ngoja niwaelewesheni vizuri. Ngoja niwaelewesheni vizuri. Sala simu Lili umeikubali. Subiri ugonjwa mmoja tunao ule pale. Lili utaacha kupekua simu ya mume wako? Usiache. Hata mimi nakwambia usiache. Ili apate nafasi ya kuwa huru kuamua kufanya mambo yake kwa sababu ulishamsuspect. Anaacha nini sasa? Jesus. Kwa sababu sisi wanaume wakati mwingine tunachotaka ni kwamba usinidhanie. Kuna house girl pale nyumbani. Najaribu kupita hata njiani mbalimbali huko hata simtumi ili tu usinidhanie kwamba naweza kufanya kile kitu. Sasa ukiniambia mbona yule binti hivi nasema hivi kumbe inawezekana. Hivi kumbe mimi kuchukua yule kumbe inawezekana. Basi bora nichukue. Kwa hiyo wakati mwingine nyie ndio mnayatengeneza. Kutushutumu na kutulaumu kwenye vitu ambavyo wakati mwingine havipo ndio mnaviumba. Kwa hiyo ni bora wakati wengine wanasema kwenye lugha ya kisheria ni bora umwachie mtuhumiwa aende huru na alifanya kosa kuliko umfunge mtu ambaye hakufanya kosa. Ndio maana makosa ya jinai yanatakiwa uwe na ushahidi uliokuwa beyond any reasonable doubt. Maana yake nini? Mwanamume ambaye ni msafi, anajijua ni msafi, ukafanya kosa la kumtuhumu mama yangu. I know that, yeah. Ndio wewe kuchukua simu, I know that. Kwa hiyo mtajitahidi. Wote kabisa. Kwa hiyo tujenge mazingira ya kwamba hata kama tutawapekua wanaume, tupekue tu kwa ajili ya kujifurahisha, lakini haina maana kwamba eti ndio ataacha. Good. Anaweza ukapekua na ukakuta hamna kitu na akawa na simu yake nyingine naishia kwenye buti ya gari. Umejuaje? Wewe nilikwambia wewe. Kuna mtu alilalamika Dr. Mwaka, simu anakuta simu chini, yani siti ya gari imechanwa kwa chini kule ndio imewekwa simu ambayo anawasiliana na mtu. Huyo tena bado hajui teknolojia. Bora angekuja nikamfundisha. Ukiangalia mfano simu yangu, ziko application ambazo nikisema uichukue upekue. Utakuta kuna WhatsApp hapo juu. Lakini kuna WhatsApp nyingine ambayo huwezi kuja kuiona ndani ya simu yako. Lili upo. Kuna WhatsApp huwezi kuiona ndani ya simu yake. Sijui naeleweka vizuri. Baada ya kipindi utanionyesha. Baada ya kipindi nitakuonesha. Labda ili iwasaidie kuwapekua wanaume zenu lakini hamtaweza. Cha kufanya ni kwamba kwanza muamini. Yaani hata kama ni mshenzi, muamini. Yeye kuvunja ule uaminifu ataona ni betrayal. Ataona majibu. Kwa hiyo ni moja ya vitu vya kufanya aanze kupunguza. That's a very big point. Umesikia Lili? Sasa leo umefanya yani umeongea mambo ya ajabu. Yani wewe sema hivi huyu si ni mwehu. Mimi nampa 100. Mume wangu ni mwaminifu. Na mbele za watu usema mume wangu ni mwaminifu, hakuna kama yeye. Hata kuletea sema mimi nachepuka naye mwambie wewe ni mnafiki. Ninapunguza sauti na nauliza swali la mwisho Dokta. Mimi ni mwanamke, nimeolewa, ni binadamu. Tufanye tuashumu mimi ndio mke wako. Ni binadamu, nimechepuka kwa bahati mbaya tu, umenikwaza, nimekutana na Joni kanichanganya nikachepuka. Nilivyochepuka wewe mume wangu umekuja kutambua kwamba nimechepuka. Utanisamehe kwa sababu kama nyinyi mkienda kuchepuka it's okay. Sawa, ni fine. Wewe mimi nikichepuka, najua sio asili yetu sisi kuchepuka, lakini kwa sababu umefanya vitu vya ajabu vimenifanya mimi niende nje. Wewe kama mume wangu utaweza kunisamehe na tukalala chumba kimoja na maisha yakaendelea? Vizuri sana. Kwanza niweke vizuri. Hakuna mwanaume ambaye anaridhika na mwanamke mmoja. Lakini kutosheka sio okay. Yani kuchepuka sio okay. Yani hata kwa mwanaume kuchepuka is not okay. Wewe umezungumza kwamba eti kwa sababu mwanamume kuchepuka ni okay. No, mwanaume amepewa uwezo wa kukonka zile tamaa zake. Yani labda niseme hivi, mwanamume aliyepewa uwezo wa kutamani mwanamke mmoja hayupo. Lakini wanaume wote wamepewa uwezo wa kukonka ile tamaa. Yani kuishinda ile tamaa. Okay. Wanaume wote tumepewa uwezo wa kuishinda ile tamaa. Wote tumepewa. Na ndio hapo kipimo chetu kwa sisi wanaume kwamba nimetamani na sijafanya. Hicho ndio kipimo. Kwa sababu kama nisingekuwa na tamani halafu nikasema sijafanya, napewa reward ya nini? Yani wewe umefungiwa porini miaka 3 hakuna mwanamke. Sasa mimi sio muhuni. Wakati hujawahi kupata temptation. Lazima upewe temptation halafu uishinde ndio upate tuzo. Kwa sisi wanaume tumepewa kutamani wanawake wengi
Tumepewa uwezo wa kudhibiti hiyo hali ili tukiitumia hiyo ule uwezo tuweze kupata tuzo. Sawa. Mwanamke si asili yake kuchepuka. Lakini kama kweli unachoongea ni cha ukweli, mimi nimekukwaza to that level ya kufanya uingie kwenye mtihani huo. Mimi nasema huo ni mtihani. Yeah, ni kweli. Kwa sababu kwanza hata ukiangalia katika mazingira yetu ya Kitanzania au ya Kiafrika, mwanamke ndio umeshaudhiwa sasa, eti unaenda pale barabarani anapita mwanaume hamna hiyo. Hiyo haipo. Lakini yaweza kutokea hivi, nimekutukana, labda tumegombana, nimekufukuza nje ya geti, kapita mkaka mmoja, dada kwani kuna shida gani? Hebu njoo kusaidie, hebu ingia kwenye gari hapa. Kuna nini? Unalia tu, basi hebu subiri kidogo, twende nyumbani, ngoja chukua maji kunywa. Yani yale ndio yafanya mimi yakapelekea mazingira hayo. Exactly the point. Hadi ukafikia hatua ukachepuka. Halafu ukarudi ukasema mume wangu nikwambie ukweli, sijawahi na nimeingia kwenye mtihani najutia, naomba unisamehe na ninakuahidi sitorudia. Sijui mwanaume mwingine ila mimi nitakusamehe na nitakwambia mke wangu inuka, yale yamepita, tuanze. Mimi sio mwanaume lakini siwezi kusamehe. Narudia pointi yangu ieleweke vizuri, alafu uendelee hivyo hivyo. Kama wewe sio mwajibikaji, wewe sio mtoto wa Mungu. Amen. Naomba tupige makofi. Mungu ametuumba katika mazingira ya kwamba sisi wote ni wajibikaji, ambaye ukilikoroga unakubali kulinywa kwa sababu ulilikoroga wewe. Kama utamdrive mwanamke kwenye hayo mambo, halafu ukajifanya kidume kwamba sitaki kukubali, wewe sio mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu anakubali hili nimelisababisha mimi, machungu yake acha niyameze, mara ya pili haitotokea unless hiki alichokifanya kiwe sio kilichokudrive wewe kule. Ndio maana nimesema kama ni mkweli nilichokifanya mimi ndio kimekudrive kwenda huko, nitasamehe. Ila kama ulikuwa na vijisababu vyako, una vinyendo vyako, ile umechukulia ndio sababu, nitakujua na mpa hivyo na msamaha duniani mpaka akhera. Dr. Mwaka samani kidogo. Unataka kusema kwamba leo maybe nimemfumania mume wangu labda red handed tayari. Alafu then kwa kile nilichokikuta nilichomfumania labda naumia leo, naumia kesho, nasema hata ngoja na mimi niwe na mwanaume mwingine. Natafuta huyo mwanaume mwingine na kuwa naye. Kesho na kishukuta anakuambia mume wangu nilikosea hapa kwa sababu ya wewe ulinitendea vile. Nikachiti na Bwana Juma. Unanisamehe kabisa? Yaani nilichokizungumza labda hamjakielewa. Nimesema hivi, ile itax ngoja nitafute. Ni sawa na unavyo sasa hivi hapa nikimkuta mke wangu na mwanamume, halafu nikamchoma yule mwanaume kisu, nikienda mahakamani nimedhuru bila kukusudia. Lakini nikiwakuta pale mke wangu na mwanaume, nikafunga mlango, nikaenda Shoppers kununua kisu, nikarudi mpaka hapa nikamchoma, nimekusudia. Yes. Sijui umenielewa vizuri? Yeah. Kama nimefanya kitendo kwa mke wangu ambacho kitendo kile kimemdrive kwenda kufanya lile tendo, nina wajibu wa kumsamehe. Lakini kama nimefanya kitendo ambacho eti with time ndo kasema nitafute, katafuta, kakataliwa, karudia tena, kaenda, hapo amekusudia. Hapo sio kile kitendo tena. Hilo ndio nataka uliweke sawa. Nafikiri watu wengi pia walikuwa hajaelewa. Nimeliweka vizuri. Nimekufukuza usiku wa manane, ukaokotwa na mwanamume, ukaenda kule kwake, amekunywesha pombe ukalewa, akatembea na wewe. Halafu nasema sitokusamehe. No. Na kama mume wangu ndio umeninia. Lakini kuna nyingine ngoja nikukatishe kwanza, ngoja nimalizie, ngoja. Nimekutimua usiku wa manane, kakupokea mwanaume kaenda kulaza nyumbani kwake. Asubuhi kakurudisha nyumbani, tumeendelea. Wiki ijayo umempigia simu. Hiyo ni kitu kingine. Sio imekubali. Tumegombana, nimekufanyia kosa, umenichunia, hutaki kuongea na mimi. Mimi ni mke wako, ninakushika, hutaki. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi. Nikienda kwa Joni nimefanya kosa. Kwani Dr. Maka kuna wanaume wana magubu? Yes. Hata mimi nayo. Unaona gubu. Hata mimi la hivyo ninalo. Sasa yani unaponikosea unauchuna. Ukiweza kujua kosa lako within 2 minutes, hiyo kesi ya mimi na wewe imeisha within 2 minutes. Yani tena ukiniambia mimi wangu hapa nimekosa maneno, don't worry, imeisha hiyo. Yani ndivyo nilivyo. Ukiniletea gubu miezi miwili, mimi nataka tena ndoa utaki. Unless umenikosea mke wangu, hiki umefanya sio. Mke wangu hiki bana umekosea. Hapo sasa maana yake ni kwamba nimesema, umesema. Ili tusigombane inabidi mimi nisiseme. Na nisiposema na machungu nayo mpaka machungu yatakapoisha. Kuna watu wanataka. Sasa wewe kama unaona nakutaka, isiwe ndo sababu ya wewe
kumkosea heshima mumeo. No. Mimi watu wananitaka mimi nawachukulia poa, sio labda msaidie kitu kimoja Dalili. Ngoja msaidie kitu kimoja ambacho labda sijui ukijui. Wanawake wote wanataka. Wanawake wote unaowajua wewe wanataka. Hata wale wanapita wanauza mihogo barabarani wale wanatakwa na wanatongozwa. Wote. Wala wewe kuwa unatakwa sio kitu cha ajabu sana. Tena ni kibaya. Mke wa mtu. Yani ukiona wewe ni mke wa mtu halafu mwanaume anakuwa na guts za kukutamkia. Maana watu tunawataka tunawaacha mpite muende. Anakaa vizuri yule. Sasa ukiona mwanaume anapata confidence ya kukufuata na wewe ni mke wa mtu. Tena sio mke wa mtu kwanza, yani mwanamke kwa kawaida kama ulivyo tu huwa kuna kitu ambacho umekivaa kinachomuogopesha mwanaume na ndio heshima ile. Hallelujah. Amen. Sasa anapovuka ule mpaka akasema ngoja nijaribu, amesha kushusha thamani kidogo. Ukikubali utashuka thamani kidogo. Jesus. Na vice versa is true. Akija kwako amepata hadi confidence ya kukufuata. Kuna uso fulani wa mbuzi ukimwekea hata alichokuja kusema asemi tena. Anabadilisha topic, anaongea kitu kingine. Lakini akikisema kuna jibu ambalo litakalomfanya kesho aje tena. Na kuna jibu ambalo unaweza kumpa asirudie tena. It's all about you women. Lakini unapokuwa unakataa, ndio kasema sasa. Hapa nazungumzia mtu ambaye sio mke wa mtu, mdada. Mke wa mtu unakubalije? Yani umeolewa alafu anakutaka. Kwanza anaanzaje kukutongoza na wewe ni mke wa mtu? Maana yake ni kwamba you are cheap. No. Naomba niweke vizuri. Ukiona wewe ni mke wa mtu, una pete yako kwenye kidole na mwanamume anathubutu kufungua mdomo kukutongoza, jiulize umekosea wapi. Mwanamume mwenye akili timamu dokta hatongozi mimi nakupenda, ni ma feeling tu, ni ma action tu, ni ma action. Nasema hivi, mpaka mwanaume anakuonesha hayo ma feeling wewe ambaye una pete yako kidoleni, jiulize umefeli wapi. Labda matamaa yake mwenyewe. Kiislamu ina pete. Kipindi kinaitwa Women Marches, Dr. Lilian Mwasha ilikuwa na Dr. Mwaka na timu nzima. Tunao pia. Dr. tunaaga. Kwa hiyo nikishindwa kucontrol kwako, hamna kuaga Lilian, kwanza tumalizane hapo. Haya. Usijisifie ukajifaharisha kwa kutongozwa sana. Unapotongozwa sana maana yake wewe ni mbovu. Cha thamani sana kitongozi ovyo. Lilian maliza, nimemaliza mimi hivyo. Ukiona unatongozwa hata simu yako mimi wananifuata DM, maana yake you are cheaper. Yani ukishakuwa cheaper DM itajaa. Ukiwa expensive hata moja huioni. Hata ningekuwa Dr. Mwaka nitakuona, nitakutamani afu nitauchuna. Kama kweli you are very expensive. Ukiona tu sijui natakwa Lilian, mbaya hiyo. Naomba uniangie sema hili. Umesema this is Women Matters, tukutane tena. Naomba ufunge. Funga Dr. Mwaka, funga. Wivu ni nao. Dr. na wivu sana. Dr. malizia, Dr. funga, Dr. funga. Haya. Mimi naitwa JJ Mwaka na this is Women Matters na Lilian Mwasha. Leo tulikuwepo kwa ajili ya kuchangia kidogo, kuambia wanawake tafuta kile cha thamani ambacho utakuwa nacho ili mmeo akiwa mbali aseme nitapata vyote lakini hiki itanichukua. Binti za wengi wamefanya mema lakini kwa kwangu amewazidi wote. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.